kikubwa ni imani, kwa sababu alikuwa anaambiwa tu na Mungu. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. So kila unachokisikia na kukikiri, kukiweka moyoni, kinaweza kuleta mabadiliko. Haleluya! Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mwezi huu wa 7 ni mwezi wa kubeba imani. Mwezi huu wa 7 ni mwezi wa imani. Jambo lolote unalotaka litokee mwezi huu, hakikisha unabeba imani. Magonjwa yataenda kukuachia katika jina la Yesu aliye hai, katika damu ya Yesu aliye hai. Tutaweza kuangalia kitabu kingine cha mwisho ili niweze kufunga na niweze kuondoka online. Kitabu kingine kilikuwa kinasema mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Kwa nini Paulo alikuwa anawaambia kwenye Wafilipi 4:9? Alitaka wayatende ili alete mabadiliko kwenye maisha yao. Bwana asifiwe. Ninapozungumzia imani, ni mabadiliko ya kiroho yanayotokana na mtu kuamini. Pasipo kuamini kitu chochote, ukiona mtu anaaminishwa, unanielewa? Kuna vitu vingi tunavyofanya Tanzania, au kuna watu wanaweza wakaaminishwa kitu kwenye eneo fulani na kukatokea mambo mabaya, unaaminishwa tu. Haleluya! So unaweza ukaaminishwa jambo la uovu. Bwana asifiwe. So kuna mtu aliwahi kuniaminisha mimi, nikaamini, nikakutana na madhara. Kuna vitu unaweza ukaaminishwa na ukaingia kwenye mkenge, ukaaminishwa kwamba kitu chochote ambacho ni kibaya, labda ukaaminishwa kwamba ukisema kwa damu ya Yesu ukarukia majini, huwezi kuzama kwenye bahari. Sasa nenda kafanye, afu uone kitakacho kutokea. Umenielewa? So unaaminishwa. Kwanza vitu vingi watu wanazofanya wanaaminishwa. Haleluya! Hata hivyo upo hivyo, umeishi kwa imani. Biashara unayofanya kwa imani. Mambo mengi ili yatokee yanategemea imani. Nataka tuombe na wewe sasa hivi. Sema, Bwana Yesu, ninakiri neema kwamba mimi ni tajiri katika madhabahu yako. Chochote ambacho nimetarajia kukipata saa hii, hata kama sina fedha, hata kama sina njia ya kupata kazi, ninatangaza baraka kwa damu ya Yesu. Mungu, nipake mafuta ya neema na kufanikiwa. Amen. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kutoa sadaka yako kwa namba 0752203771. Lengo letu kwa ajili ya kutoa hiyo sadaka yako, tunahitaji tupate kamera, tupate laptop, lakini pia tunahitaji tupate vyombo vya muziki kwa ajili ya huduma yetu. Mungu atakubariki sana, kwa sababu tunataka tupate vifaa mbalimbali kwa ajili ya huduma. Unaweza kutoa sadaka yako na jina litakuja Deo Rwesha. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Amen.